Na ujumbe ambao nataka kuzungumzia, it is how to receive God's destined mantle for your life. How to receive God's destined mantle for your life. Mantle is a symbol. It is a symbol. It is a symbol of calling. It is a symbol of ministry or anointing given to individuals by God. Mantle, it is a symbol for a calling, ministry, anointing given to individuals by God. That's what I'm calling mantle. But in the real sense, mantle ni nguo. Again, it's a symbol for calling, ministry, anointing given to individuals by God. Kuna mavazi tofauti ya occasion tofauti. Kuna mavazi ambayo huwa watu wanavaa wakati wako kwa harusi. Kuna mavazi ya mazishi. Kuna mavazi ya hospitali. Kuna mavazi ya jela. Na kuna mavazi mengine kama yale. So as I talk about mantle ambao Mungu amekusudia tuwe na jinsi ya kuipokea, ni kwa sababu kuna manto ambao Mungu amekusudia kila mmoja wetu tutembee nayo, ama uvae manto fulani ambao Mungu amekusudia uivae. Jina la Bwana libarikiwe. The Bible talks of Joseph wakati alipotengenezewa nguo yenye many colors, nguo ya rangi nyingi na baba yake. That was a mantle by its own. Wakati watu wanapolia, kuna vazi la kuomboleza, vazi la huzuni. Kuna vazi ambalo wa widows, wale wanawake wajane walikuwa navaa. So wakati Mungu anapokupatia vazi fulani, anaweza akupatia vazi lile ambalo liko na utukufu. 2 Kings chapter 2 verses number 1 to verse number 13. The Bible says, when the Lord was about to take Elijah up to heaven in a whirlwind, Elijah and Elisha were on their way from Gilgal. Elijah said to Elisha, stay here, the Lord has sent me to Bethel. But Elisha said, as surely as the Lord lives and as you live, I'll not leave you. So they went down to Bethel. Sijui kama umeangalia vile hiyo story inaenda. This is Elijah and Elisha. Kuna kitu ambacho Elisha, kuna manto fulani ambayo Elisha alikuwa anataka kuipokea, ambao nimekuambia it starts for calling, starts for ministry, anointing given to individuals by God, ambao pia ilikuwa na mamlaka yake. So Elisha alikuwa anafuatilia manto iliyokuwa na Elijah. Na wakati Elijah alipokuwa akiadaliwa kuchukuliwa, anaambia Elisha yule ambaye alikuwa kama ama bearer ama kama msaidizi wake, anamwambia kaa hapa kwa sababu nimetumwa na Mungu Jericho. Lakini Elisha anamwambia, as long as Jehovah lives and as long as you live, siondoki, tutaenda na wewe. So verse number 5 inasema hivi. Verse 5. The company of the prophets at Jericho. Kuna manabii wengi sasa walikuwa wanajua. The company of the prophets at Jericho went up to Elisha and asked him, do you know that the Lord is going to take your master from you today? Na Elisha anamwambia, yes, I know. He replied, but do not speak of it. Wachana hiyo maneno. Najua kile unachosema, I know. Bwana Yesu asifiwe. Kanitati anemba mwambia, yes, I know. Bwana Yesu asifiwe. Verse number 6 says, then Elijah said to him, stay here, the Lord has sent me to the Jordan. And he replied, as surely as the Lord lives and as you live, I'll not leave you. I'll not leave you. So the two of them walked on. Verse 7, 50 men of the company of the prophets went and stood at a distance, facing the place where Elijah and Elisha had stopped at the Jordan. Wameenda wamefika mto Jordan umejaa. Pale kuna manabii wengi wamewaangalia wakajua kwamba pale hakuna daraja. Wacha tuone wakifika pale kile vile watakavyofanya. Verse number 8 nasema Elijah took his cloak, akachukua ile mantle, Lord ate up and struck the water with it. The water divided to the right and to the left. And the two of them crossed over on dry ground.
So sio tu bahari ya Shamu, sio tu Indian Ocean ilisimama, sio tu wakati Joshua waliposimamisha Jordan, sio tu wakati ule, hata wakati wa Elijah na Elisha River Jordan ilisimama ikatengeneza a dry land. When they had crossed, Elijah said to Elisha, "Tell me, what can I do for you before I am taken from you?" Elijah hakuwa ameambia Elisha anachukuliwa, alikuwa anamwambia nimetumwa hapo mbele. Sasa ameona amefuatwa sana, hasa amesema vizuri, ameambia Elisha, akamwambia sasa, "Tell me, what can I do for you before I am taken from you? Let me inherit a double portion of your spirit." Let me inherit a double portion of your spirit, Elisha replied. Nichukue roho yako maradufu. You have asked a difficult thing. Elijah said, "Yet, if you see me when I am taken from you, it will be yours, otherwise not." Kuna mambo ambayo lazima ukae na Mungu bumper to bumper na ili upokee. Bwana Yesu asifiwe. Haya, nitakuja kwako. Nitakuja kwako, verse number 11. Nasema kwa, as they were walking along and talking together, suddenly chariots of fire and horses of fire appeared and separated the two of them, and Elijah went up to heaven in a whirlwind. So wakati walipokuwa akiogea, kukakuja kale ka upepo, hata ilikuja ikachukua Elijah ikaenda na yeye. Bwana Yesu asifiwe. So Elisha, verse 12, nimalizie nayo nitamalizia verse 13. Elisha saw this and cried out. Elisha aliona hivyo na akalia, "My father, my father." So akaita Elijah, akamwambia Elijah, "My father, my father." Kumbe all along wakati Elisha na Elijah wanakaa pamoja, Elijah alikuwa baba kwa Elisha. Lazima uwe na baba kwa maisha yako. Hallelujah. Haya, wacha tuendelee. The chariots and horsemen of Israel, and Elisha saw him no more. Then he took hold of his clothes and tore them apart. Wakati Elisha aliona Elijah ameenda na ameacha manto yake, akararua yake kwanza. Then he picked up the cloak that had fallen from Elijah and he went back and stood on the bank of the Jordan. For your information, tufikishe pale, lakini ukisoma hapa mbele utaona kwamba ile manto ndio ilitengeneza njia akirudi. Bwana Yesu asifiwe. I want to speak about mantle, how to receive God's destined mantle for your life. Jinsi ya kupokea manto ambayo Mungu amekusudia uipokee kwa maisha yako. Point number 1. You have to understand God determines your mantle ahead of time. You have to understand God determined your mantle ahead of time. We do not select a mantle. It is established and destined by God. Mantle ile ambayo Mungu amekusudia uwe nayo, ile joho ambayo Mungu amekusudia utembee kwake, lile vazi ambalo Mungu amekusudia utembee kwake, ni Mungu alilipanga kabla wewe uzaliwe. Kuna vazi la utukufu ambao Mungu amekusudia kila mmoja wetu atembee nalo. Siongei mambo ya ile nguo ambayo umevaa. Lakini kuna watu ambao katika ulimwengu wa kiroho umevaa vazi la maombolezi, la huzuni, la wajane, wengine la jera. I'll come to that. Nitakuja kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ako na manto ambayo Mungu amemtengenezea uivae, na hii ilipangwa kabla yako wewe kuzaliwa. Wakati wowote unapoona Elisha na Elisha akifuata Elijah na ili apokee manto, alijua kwa sababu gani? Kwa sababu in the book of 1 Kings chapter 19 verse 19, wakati Elijah kazi yake ilikuwa gumu baada ya 1 Kings chapter 19, baada ya Mungu kujidhihirisha pale kwa mlima Carmel, na ikajulikana kwamba Mungu wa Elia ndiye Mungu wa kweli. God of Elijah is a true God. God atakayeabudiwa pale Israel. Hii verse chapter 19 ilifika mahali Elijah akachoka. Elijah akasikia kwamba hii kazi ni gumu, siwezi, nahitaji watu wa kunisaidia. And verse number 19, Mungu alikuwa amemwambia Elijah
kwa aende kwa Elisha kwanza ampatie ama amgawie anointing, sehemu ya upako, amgawie neema ambayo ilikuwa juu yake, na ili akaweza kufanya kazi, amsaidie kazi, kwa sababu kazi ilikuwa kubwa, ilikuwa nzito. Nilizungumza sometimes back hapa nikasema vile Moses wakati alipoona kazi imekuwa nyingi, akaambiwa atachague 70 elders. Alafu Mungu akachota spirit, akachota neema iliyokuwa kwa Moses, hakutoa biguni, na Mungu akona nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati kazi ya Moses ilikuwa nyingi, Mungu hakutoa roho biguni, alitoa kwa Moses ile ambayo alikuwa amepatia Moses, akagawia 70 elders. Na Musa pia hakuachwa kama hana, alibaki pia nayo na upako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu fulani nataka tuelewe hapa, ya kwamba mantles, wakati Mungu anapoachilia grace, Mungu huwa ako na procedure fulani ya kufanya kazi. Mungu ako na procedure, ako na protocol fulani. Kuna watu huwa ndio bishop wa maisha yao, ya kwamba wewe unasikiaga direct from heaven. You cannot submit, hauko chini ya authority yeyote. Wacha nikwambie, you must be under authority. Wakati Moses kazi ilikuwa nyingi, Mungu alichukua neema kwa Moses akagawia 70 elders. So Mungu, in other words, wakati anapotaka kukufikisha kwa destiny fulani, wakati anapotaka uvae manto, uwe na manto fulani, huwa analeta mtu usubmiti kwake. I'm coming to that. Lakini una submit under his authority, ni kwa sababu hiyo ndio upako ina flow hivyo. That's why Elijah wakati wa kuchukuliwa alibidi aachie Elisha. Jina la Bwana libarikiwe. It is unfortunate kwa sababu Elisha hakuachia mtu, alikufa nayo. Sasa those days, ama nataka kusema hivi, in the Old Testament it was physical, now it is spiritual. Wakati ule ilikuwa physical, sasa kuna kiroho part of it. To support my statement, in the book of Genesis chapter 37, Genesis chapter 37, Joseph knew at young age, through prophetic dreams, that God had called him to rule. Mungu alinenea Joseph in the book of Genesis chapter 37. Na Mungu akamwonyesha vile atakavyokuja na utawala. Na alimwonyesha through prophetic dreams, kupitia kwa ndoto za kinabii. Kuna wakati mwingine Mungu anaweza kunenea na kunenea kwa ndoto. So Joseph alionyeshwa na Mungu akiwa mtoto mdogo. Lakini katika hiyo scripture hakuelewa sana, kwa sababu alielewa kiasi, alafu akaelezea ndugu zake wakaanza kumpiga. Lakini baba yake Point number 2. Servanthood possessions you for the mantle God has for you. Servanthood possessions you for the mantle God has for you. Utumishi unakuweka mahali, unapowekwa unawekwa chini ya mtu fulani, utumike kwake, uwe mtumishi kwake, na hiyo ndio inakuposition, ndio inakuweka mahali ambapo unaweza kupokea kutoka kwa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. For you to receive mantle, unaona Elisha na ili apokee mantle, ilibidi akae na Elijah, anyenyekee kwake, akae na yeye. Na kazi ile alikuwa anafanya, inawezekana hata sio kazi ambayo ilikuwa inatambulikana sana. Because when you are serving service to mankind, service to God. Unaweza ukawa chini ya mtu fulani, you are serving them, you are serving people, and that service, it is service to God. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mtu aliye juu yako, leave alone mambo ya kanisa ya kihuduma. Hata kwa biashara lazima, kama wewe ni mwanabiashara, uko na vision ya kuwa na business, lazima uwe na father, lazima uwe na mtu ambaye anaweza kushauri kwa business, na awe baba kwako. Hallelujah. Ask your neighbor, umuulize, who is your father? Bwana Yesu asifiwe. Katika kila professional lazima uwe na father. And you have to submit kwake.
Na wakati mwingine father atakukemea, baba atakukemea. Kama Elijah, unaona anaambia Elisha, wewe baki hapa. Nikana kwamba hataki Elisha apokee hiyo manto. Sijui nani alikuwa anataka apokee on his behalf. Lakini Elisha akaelewa, akajua sikuachi. Na anasema hapa, as long as you Jehovah lives, na as long as you live, sikuachi mpaka nipokea kile nataka kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Adui huwa anaelewa. Unaona prophets, the prophet, hiyo kikundi cha manabii ambao walipata Jericho wakapata Bethel, walijua kwamba Elijah anachukuliwa. Alafu anaambia Elisha, do you know? Unajua mkubwa wako anachukuliwa. Anaambia yes I know. Lakini don't speak. Usiongee anything. Najua. Kwa sababu wageogea wamwambia sasa awachana na yeye, si ungerudia tu hapa. Anaambia ndio najua lakini sirudi. Najua mahali ninapoelekea, najua kile ninachotaka. The moment umejua kile unachotaka ndani ya mtu fulani, tafadhali kuamilia pale. Kuna watu wengi sana tungelikuwa bali sana as I talk, lakini adui alielewa the moment Elisha na Elijah meshikana, kuna kitu unapokea. So akakuja akawaseparate. Anakuja akawateganisha. Sasa kile ulikuwa upokee, haukupokea. Mahali uliokuwa unafaa kufika, haukufika. Kwa sababu ulifuja protocol fulani. Bwana Yesu asifiwe. We are retrieving back our mantles in Jesus' mighty name. Ile manto iliyopotea, we are retrieving it back in the name of Jesus Christ. Kile ambacho kimepotea katikati between you na your Elijah, kikapotelea pale, we are calling it back in our lives in Jesus' mighty name. Bwana Yesu asifiwe. Because I believe kuna vitu nyingi, kuna neema ambao bado iko hanging mahali. Kuna grace fulani imekaa tu imeninginia mahali fulani waiting for somebody. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Bwana kwa sababu wakati unapopokea hili neno, the grace is coming upon your life in Jesus' name. So someone nimesema kwamba it possession you for the mantle God has for you. Lazima ujipossession. Lazima ukae mahali ambapo utanyenyekea. Mtu ambaye hanyenyekei, mtu ambaye hana utumishi ndani mwake, hana unyenyekevu. The Bible says humility comes before honor, but pride comes before a fall. When you humble yourself, kunyenyekea. Na kwa wakati mwingine humility, wakati unaponyenyekea, unanyenyekea lakini kunyenyekea yenyewe sio kuzuri. Watu wengi huwa tunataka kuwa hapo wakubwa. Na ndio sababu mtu akitaka kitu kutoka kwako anakuitaka mkubwa. Lazima tunyenyekee because humility comes before honor. So lazima utafuta mtu unyenyekee kwake. When you are submitting to them, kuna grace unatap kutoka kwake. Kuna neema unatap kutoka kwake. Ministry, wakati ministry, huduma zinazo, tukianza huduma, I thank God kwa sababu wacha niseme hivi. Foundation ya ministry ya kanisa pia ni tofauti. Because God, vile order ya Mungu ya kufanya kazi, ili mamlaka ya kiungu yafanye kazi. You remember this story about ya mtu ambaye alikuwa akida. Alienda kwa Yesu akamwambia Yesu, niko na mtu mgonjwa kwa nyumba. Yesu Kristo akamwambia yule akida akamwambia kwamba kwa sababu huyo mtu mgonjwa, akamwambia hata hakuna haja useme, hakuna haja ukuje kwangu, but just speak a word because I am a man under authority. Niko chini, mimi ni mtu aliye chini ya mamlaka, na huwa ninatoa amri. Naambia huyu kuja, anakuja, namwambia enda, anaenda. So Yesu Kristo akasema kwamba naye pia kwa sababu is a man under authority pia at that particular time, wakati alipokuwa akisema hivyo, naye pia akamwambia ile akida, enenda, mtumishi wako amepona. Na immediately akapona. Why? Kwa sababu pia alikuwa amenyenyekea. So humility, it is a key. Unyenyekevu ni ufunguo wa manto ambazo Mungu amekusudia tutembee nazo. Hallelujah. Na vile watu wengi isipokuwa wewe hawana unyenyekevu. Kuna kwingine utaambiwa kitu fulani ufanye, unasikia yenyewe huyu ni kuonewa. Yaani haunichukui kwa uzito.
Lakini Mungu anaweza kukupitia mabome. Kuna kitu ambacho Mungu anaweza kukupitishia, ama mahali ya kupitishia mahali fulani, na ili akunyenyekeze. Unaona maandiko ikisema kwamba Mungu alipitishia wana wa Israeli mahali fulani just to humble them, wanyenyekezwe. Mungu hatembei na watu ambao hawanyenyekei. Mungu hainui watu ambao hawajui kunyenyekea ni nini. For your information, for you to reach to the peak of your destiny, lazima uwe na unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu I believe opposite ya kutokuwa mnyenyekevu ni kuwa na pride, kiburi. Kiburi huwa kinainua mtu kabisa. Na Bwana ni mtu mkubwa. So hiyo kiburi ukiwa nayo hautembei pamoja na Mungu. Kiburi inatembeaga na shetani. So Elisha was a servant to Elijah. He was supporting. Na ukitaka kujua 2 Kings chapter 3 verse number 11. 2 Kings chapter 3 verse number 11. Hapa walikuwa naenda vitani na wafalme watatu. Wakaanza kuuliza 2 Kings chapter 3 verse 11. Wakaanza kuuliza kwamba je, ni Jehoshaphat king Jehoshaphat aliuliza, is there no prophet of the Lord here that he may inquire of the Lord? Je, huku hakuna nabii wa Mungu ambaye anaweza akatuambia vile Biblia inasema? That he may inquire of the Lord through him. An officer of the king of Israel answered, Elisha son of Shaphat is here. He used to pour water on the house of Elijah. That was the assignment. Hiyo ndio kazi ambayo Elisha alikuwa anafanya, kumwagia Elijah maji mikono. Na kwa sababu ya hiyo akawa mtu mkubwa, akapokea manto. For you to receive manto, unahitaji labda uwe unyenyekevu na ufanye vitu zingine hata wewe mwenyewe hauwezi kufanya, in the real sense. To your father in this case. Hallelujah. The anointing you respect is the authority. The anointing you respect is the anointing that increases in your life. The anointing you respect is the anointing that increases in your life. Once you respect that anointing, your anointing ambayo huwa ina multiply kwa maisha yako. What you respect, you will attract. What you respect, it is what you attract. You attract what you respect. So wakati unapoenda unafaa kuangalia nita respect ama nitaheshimu baba yupi. Una attract ama unavutia kile unapenda. If you love that grace, if you love that anointing, you'll attract it. Unai-attract. Joseph practiced servanthood for years. Yusufu wakati in the book of Genesis alisubmit, alinyenyekea kwa miaka mingi. First of all kwa baba yake Jacob, then kwa Potiphar. Alipoenda prison pia alisubmit until alifanyika prison one day. Before he received the mantle of rulership he was destined for. Haya, kabla hajapatiwa ile manto ya ambayo ilikuwa ya juu ya awe prime minister pale Egypt, kwanza kabisa alisubmit kwa baba yake, akasubmit kwa Potiphar. Kwa prison pia kuna vitu kama zile zilitendeka kwake. God has established his timeline for your life. God positions you with the people and leaders that he wants you to serve now. Mungu analeta ama God positions you with the people and leaders that he wants you to serve now. And serving with faithfulness and a teachable heart is a powerful means of being positioned to attain you God ordained destiny. Wakati umewekwa mahali ambapo umewekwa na Mungu, Mungu analeta watu karibu na wewe, analeta viongozi kwako. Na wale wako pale wakusaidia kufika kwa the next level. Akusaidia kuingia kwa next level. Serving with faithfulness and teachable heart is a powerful means of being positioned to attain you God ordained destiny. Realize you may wear a series of mantle. Realize that you may wear a series of mantle. Realize that you may wear a series of mantle. Niko katika pointi ya 3. Katika maisha yako ili ufike katika
kuvaa manto ya Mungu, you have to come to a realization. Lazima ufike mahali ujue ya kwamba you may wear a series of mantle. A series of mantle. That's how nikasema kwamba Elisha ilibidi kwanza alalue ile aliyokuwa amepatiwa kwanza wakati alipokuwa akilima na ng'ombe, akilima na akifanya kazi na ng'ombe wa baba yake. Ilibidi kwanza alalue ile aliyopatiwa. Akailalua kwanza, akapokea nyingine. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa maisha haya ujue ya kwamba kila mchungaji uliyekuwa kwake alikuwa na manto tofauti. Alikupeleka kwa level tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sijui na mimi hapa nitakufikisha wapi? Naomba nikufikishe kwa destiny yako. Kwa jina la Yesu Kristo. Lazima ufike, unaweza kukuta kwamba umevaa mavazi tofauti na ili ufike kwa ile vazi ambayo Mungu amekusudia. Manto, wakati unapokuwa na manto, niseme ya kwamba kuna grace tofauti kwa kila mtu. As I talk about manto, nimekwambia pia ni mambo ya kilo. It starts for grace tofauti, it starts for anointing, it starts for grace. Kusubmit chini ya mtu fulani una receive utajiri mkubwa sana. Kwa sababu Mungu wakati anapoachilia baraka zina flow. Angalia, maybe sina muda wa kutaja Psalms 133. Psalms 133 inazungumzia kuhusu unity. Vile nasema kwamba ni kama mafuta ambayo imemwagiwa kwa kichwa cha Aaron, mafuta inateremka mpaka kwa Kora, kwa robe inateremka hivyo. That's how the grace flow. Neema ya Mungu ina flow hivyo. Na ndio sababu nafikiri tukaambiwa kwamba wakati mwingine shetani ana-attack maisha yako kwa sababu umevuja protocol. You are not submissive. Point number 4. Wait for appointment to establish your mantle. Wait for appointment to establish your mantle. Elisha was appointed by God as a prophet and a successor to Elijah. But God used Elijah to recognize, prepare, and establish that appointment. Watu wengi tuko na destiny kubwa, tuko na mwito mkubwa, tuko na majina makubwa, mataito makubwa katika ulimwengu wa kiroho. Lakini usijiite. Don't appoint yourself. Bwana Yesu asifiwe. We do not self-appoint to a mantle or a ministry. God uses those who are in authority to recognize, establish us in that calling. Wakati Joseph aliposema kwamba nimeona Mungu amenipatia, sasa wakaelezea vile ameona ndoto. Na akaulizwa na ndugu zake na wazazi wake, does it mean Yakoba you are going to rule over us? Yeye kusema utakuja kutawala wewe. Na kuanzia hapo wakaanza kumpiga. So vita zingine ambazo unapigwa ni zile vita kwa sababu ulijiita. Haukungojea time ya unfold. Haukungojea ile the appointed time. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo huwa Mungu anatunenea lakini unanyamaza tu hivyo. Unakaa tu nayo hivyo. Unangojea the right time. Because Ecclesiastes chapter 3 verse 11, the Bible says he makes all things beautiful in his time. He makes all things beautiful in his time. That's Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Wakati wa Mungu ukifika, anasema ni wewe. Na hakutakuwa na competition. Hakutakuwa na challenges kama zile. So you wait for your appointed time.